Pia ni jambo ambalo limekuwa likisikika miaka nenda miaka rudi. Kuna wale ambao wanaamini haya ni sehemu ya mageuzi katika utendaji, lakini kuna wale ambao wanaamini kwenye vifaa zaidi ndio wanaiona teknolojia, lakini kuna ambao wanakwenda mbali zaidi na kuiona teknolojia kama mfumo mzima wa maisha. Haya yanakuja nyakati hizi ambapo ukuaji wa teknolojia umeendelea kwa kasi zaidi. Leo dunia inazungumza matumizi ya akili unde AI, ambayo nayo imekuwa ni sehemu ya maisha ya kawaida ya Watanzania. Lakini vijana wananufaika vipi na ukuaji wa teknolojia hii? Hiyo ndio swali ambalo mara nyingi limekuwa likiulizwa na wakati mwingine limekosa majibu yake sahihi. Hii leo kuelekea maadhimisho ya dunia ya siku ya vijana ambayo itafanyika kesho pale Dodoma, leo serikali ikijumuisha vijana wa makundi mbalimbali ilifanya kongamano la siku hiyo, na jambo kubwa ambalo limezungumzwa ni matumizi ya teknolojia. Inatumikaje kuwatafutia vijana uelewa kwa maana kwenye masomo, lakini inawapa vipi masoko vijana hawa, na kwa namna gani inawaunganisha ili kuweza kufikia malengo makubwa zaidi? Mjadala wetu tutajikita kuangazia hapo wakati ambako tukiendelea katika kuiendea siku ya vijana duniani. Naitwa Nordin Selemani. Matumaini yangu siku yako imekwenda salama salimini. Studio tumemwalika Ochek Msuva. Yeye ni mkurugenzi wa shirika la Bridge for Change. Karibu sana. Asante sana Nordin. Kwema? Kwema kabisa. Mambo unasemaje? Mambo salama kabisa. Nyendo wenyewe wenye shughuli ambayo kesho itafanyika kwa upana wake kabisa. Lakini kwenye mjadala wa leo tunaona teknolojia imetajwa sana. Watu wakiamini kwamba huko ndiko kwenye mwelekeo mpya. Huko ndiko ambako kunaweza kumfanya kijana huyu wa leo atoke hatua moja kwenda nyingine. Tukianzia katika eneo la ukuaji wa masomo na upataji wa maarifa. Je, hii eneo la teknolojia mnaona linamnufaisha huyu kijana, na ni kwa namna gani labda kuna mkwamo wa aina yoyote? Ni swali la msingi kwamba je, inamnufaisha? Ninadhani leo tu tulikuwa na mjadala mahali fulani kwamba utofauti wa kizazi kimoja na kingine unatafsiriwa na nini hasa. Kuna watu wanaitwa baby boomers, kuna watu wanaitwa millennial, kuna watu wanaitwa Gen Z na kuna watu wanaitwa alpha. Yeah. Lakini hitimisho la mjadala wetu ikawa ni kwamba teknolojia ni moja ya kitu kinachoamua kizazi hiki kiitweje. Yeah. Matumizi yao yale ya teknolojia. Ukiangalia millennial wanavyotumia teknolojia, Gen Z wanavyotumia teknolojia na alpha watakavyotumia ni tofauti, kwa sababu kila mmoja anazaliwa teknolojia imeshafika mahali fulani. Nilikuwa nasema hapa muda mfupi na wewe kwamba zamani sana mtoto wako akimaliza kidato cha 4 au akimaliza la 7 utasema akajifunze kompyuta. Sasa hivi hiyo ni kama tungesema ni out of fashion. Yeah. Haina tena msingi. Inaonekana kwamba kompyuta anatakiwa ajue sio kwa kwenda darasani, anatakiwa ajue kwa sababu ya mfumo wa maisha ya kila siku. Kwa hiyo ukiuliza kama teknolojia inamnufaisha kijana, nitakwambia ndio, lakini vile vile inakuja na makando kando yake. Yani inakuja na faida na hasara zake. Faida kubwa ni kwamba zamani mwalimu akiingia darasani yeye ndo mtaalamu. Na watu wote mtamsikiliza yeye. Teknolojia inafanya mwalimu akiingia darasani asiwe ndio mtaalamu pekee, kwa sababu kila atakachofundisha leo mtoto jana amekipitia na pengine ameshapitia hata zaidi ya kile ambacho mwalimu anafundisha darasani. Kwa hiyo mwalimu anatakiwa aingie darasani kumwezesha mtoto namna ya kutumia akili yake zaidi kuliko tu kukijua. Kwa hiyo ukija kwenye swala la ujifunzaji imepeleka mbali sana. Sasa hivi kusoma ni rahisi zaidi, lakini vile vile kuna changamoto kubwa zaidi. Watu wengi wanafikiri ni rahisi zaidi, lakini kuna changamoto kubwa zaidi, kwa sababu ndio nyakati ambazo maarifa unayoyapata ni mengi mno. Kwa hiyo inabidi uamue ni maarifa yapi hasa unayatafuta. Vile vinavyozuia usijifunze ni vingi mno kuliko ilivyokuwa zamani. Lakini ukienda kwenye taasisi za elimu kwa mfano, utagundua kwamba utoaji wenyewe, ile mfumo wa kutoa elimu wenyewe unabadilika. Leo ninyi wenyewe wakati nakuja hapa mmenitumia tu kama mwaliko kwa mtandao, nakubali nitakuja, nitatuma ID yangu. Hiyo yote kulikuwa kuna mtu anapaswa awe na kazi hiyo pengine, ambaye atapokea kitambulisho changu pengine afanye kukiprint, kukitoa copy ili kitumike, lakini haipo tena. Kitafanyika tu haraka kwa njia ya mtandao. Kwa
Kwa hiyo wakati huo kinatishia, teknolojia inatishia kazi za vijana, lakini wakati huo inatengeneza fursa mpya za vijana, na ziko changamoto nyingine zinazoambatana na teknolojia. Kwenye kujifunza, zamani tungepaswa kusubiri mtaala ubadilike ili nijifunze mambo fulani. Okay. Lakini sasa sipaswi kusubiri mtaala ubadilike. Kijana ambaye ameshatoka chuoni au yuko chuoni anaweza kuamua akasema nataka kujifunza kujua juu ya uandishi wa habari. Haimuhitaji yeye tu aende kwenye chuo cha habari ili akajue misingi ya uandishi wa habari. Kuijua tu ile kuna mhitaji aisome, anaweza kuisoma mwenyewe kwa njia ya mtandao akaielewa. Anahitaji kwenda chuo cha uandishi wa habari ili apate kumsikiliza mwalimu, apate uzoefu na apate cheti. Lakini kwa maana tu ile ya kukuza uelewa wake, ni rahisi kukuza uelewa wake kwa njia ya teknolojia. Kwa hiyo teknolojia inafungua wigo mpya wa elimu. Elimu masafa, ukienda kwenye vyuo vikuu vingi sasa hivi inaongelea elimu masafa, kwamba mwanafunzi asiwe na ulazima wa kuingia darasani. Popote alipo aweze kujifunza. Hata mimi ningeweza kufanya ninyi kipindi hiki bila kufika hapa na bado kipindi kingeweza kuwa sawa sawa tu. Kwa hiyo inafungua huo uwanja wa kujifunza. Kwa hiyo tumesema inazuia mtu kujifunza kwa sababu inaleta sauti nyingi na kelele nyingi, lakini vile vile inafungua wigo wa kujifunza, inapanua vyanzo vya maarifa. Sasa maarifa sio mwalimu tu wala sio mtafiti tu. AI unaweza kaongea nayo. Jumamosi tulikuwa na mjadala pale ofisini kwetu, tulikuwa tunajadiliana na vijana kwamba unakabiliana vipi na pressure, na tulikuwa tuna swali tu chokonozi, unaishi au unakaza. Sasa katika kujadiliana ikaonekana vijana AI zinakuwa marafiki wa kufanya wao wakabiliane na hizo pressure. Wangepaswa wakamtafute mtaalamu wa psychology, lakini unaona AI tayari imeshakaa hapo katikati. Kwa hiyo uwezo wa vijana kujifunza unakuwa mkubwa zaidi. Okay. Katika eneo la kujifunza kuna mengi kama ambao umesema, kuna yale ambayo yana mazuri na kuna yale ambayo yana shida yake. Nyakati hizi pia AI pia imeleta mtafaruku pia. Kuna wale ambao wamejikuta wakiiendea na kukutana na vitu ambavyo havina tija kwa upande wao. Lakini pia sio kila ambacho kinawekwa kwenye AI pia ni sahihi, kwa sababu na yenyewe inachukua chochote ambacho kinaingia. Kijana anakuwa kwenye mtego namna gani kuweza kuyang'amua haya na hatimaye awe salama kwenye matumizi yake teknolojia? Sasa hapo ndo inapokuja wajibu wa wazazi na jamii kwa ujumla kumwelimisha kijana ajue kipi kinanifaa na kipi hakinifai. Mimi leo ningefikiri kwamba Tanzania tunatakiwa tuwe na mkakati wa kutengeneza AI ya kwetu. Okay. Inaweza hata ikaitwa Mwenge AI, yani mimi nachokonoza tu, inaweza ikaitwa Mwenge AI, kwamba nikitaka jambo lolote linalohusiana na Tanzania niingie hapo, ili mzazi awe na uhuru wa kumpa mtoto simu akatumia akijua ameingia kwenye Mwenge AI na kidogo kuna angalau unafuu wa kupata taarifa sahihi. Kwa hiyo upatikanaji wa taarifa sahihi unatokana na kwamba nchi za Afrika nyingi teknolojia tunayotumia sio tulioizalisha. Kwa hiyo inatengenezwa mahali kwingine ikiwa na utamaduni tofauti. Ukienda leo kwenye AI yoyote ukiuliza ni nidhamu gani napaswa kumheshimu vipi baba yangu, itakupa kulingana na uzoefu wa nchi ambazo zimetengeneza AI. Kwa hiyo hiyo ni changamoto kubwa ya teknolojia, kwamba teknolojia tunayoitumia nyingi haina ule uhalisia wetu kama Watanzania, hasa ukiongelea masuala ya AI. Lakini utatuzi wake ni kwamba lazima kijana ajengewe uwezo wa namna ya kukabiliana na mazingira hayo. Yeye mwenyewe anaweza kujifunza bila kujengewa uwezo, lakini unajua kwamba ikikaa jambo jema na jambo baya ukiwa kijana, na tunajua kwamba ujana ni udadisi, ni umri wa kudadisi, wa kutaka kuvumbua vitu vingi hujaona madhara yake. Kwa hiyo bila kuwajengea mazingira rafiki. Tunajua kwamba Tanzania tayari tuna sheria za habari, tuna sheria ya kulinda haki binafsi, taarifa binafsi za mtu. Hiyo yote zinasaidia kwa sehemu, lakini wajibu mkubwa sana kwa jamii yenyewe. Vyombo vya habari kama hivi tunavyozungumza, kuna vijana huko wanatusikia, wanaelewa kwamba sio kila neno la kutafuta. Vijana lazima waelewe, moja kati ya shida kubwa ya mitandao inatengeneza utambulisho. Na utambulisho inaweza ikawa ni utambulisho sahihi au utambulisho ambao sio halisi. Sasa teknolojia imefanya vijana wengi wawe na utambulisho ambao sio wa kwao. Unaweza ukaona kijana huyu ana akili sana, kumbe ametumia AI. Sasa siku tukikutana naye uso kwa uso au uso kwa macho inakuwa ni mtihani, maana yake utamuuliza swali na hawezi kulijibu sawa sawa. Kwa hiyo lazima kwa namna nyingine inaweza kuwa inampa changamoto kijana kukuza ubongo wake uweze kufikiri. Zamani tunafanya bangua bongo. Sasa hizi bangua bongo sasa hivi zinafanywa na AI na hiyo inazuia uwezo wa vijana kufikiri. Kwa hiyo hiyo pia ni changamoto katika kujifunza. Kwenye eneo
la kiuchumi sasa, kwa sababu vijana wapo kwenye ngazi tofauti. Kuna wale ambao hawa tumezungumzia kwenye kupata elimu, lakini kuna hawa ambao sasa wanachakata, wapo kwenye mchakato kupata maisha na mambo mengine. Hii teknolojia, kwa sababu tunaona teknolojia nyingi sana leo, kuna watu wanavumbua vitu tofauti. Ni kweli. Vinatuweka wapi sisi kama Watanzania, hasa katika mapambano na michuano ya ukuaji wa teknolojia kubwa zaidi katika ulimwengu wa kileo? Kwanza kwa sababu mmezungumzia swala la uchumi. Zamani Tanzania ungeajiriwa wewe tu, yani Azam hapa wafanyakazi wote wangepaswa kuwa kwenye mazingira haya na hapa, lakini sasa kampuni yoyote Tanzania inao uhuru wa kuajiri mtu toka Philippines, toka Marekani, na akafanya kazi zile zile. Tukitaka mtu asimamie tu labda mitandao ya kijamii, anaweza kuisimamia hata akiwa Uingereza. Sasa kijana tena sasa hivi swala sio tu kujua mazingira yake na elimu ya kujua tu Kiswahili au kujua tu masuala ya uandishi wa habari. Lazima kijana sasa ajiulize ya kwamba ikitokea Mkenya amekaa hapa, Muhindi amekaa hapa, Marekani amekaa hapa, mimi naweza nikashindana naye? Maana yake inahitajika ujuzi wa ziada wa kuwasiliana ambao AI haina, wa namna ya kuishi na watu, namna ya kuchangamana na watu. Hivi sasa ukishavipata hivi ndo tutaenda kwenye swala la uchumi. Sasa inatumikaje kutengeneza uchumi? Teknolojia inatumika kutengeneza uchumi pale ambapo sisi tutakuwa wazalishaji wa teknolojia. Tunaweza kuwa watumiaji wa teknolojia tukatengeneza uchumi, lakini kijana atatengeneza ajira na uchumi zaidi ikiwa vijana tumeingia kwenye eneo la kuzalisha teknolojia. Mifumo tutengeneze mifumo mbalimbali ikiwa inahitajika kwa ajili ya wakulima kutunza kumbukumbu zao, taarifa zao. Kariakoo kuna wafanyabiashara wengi. Fursa ipi teknolojia inatengeneza kwa kijana aende Kariakoo? Inawezekana sina mtaji, lakini ninajua teknolojia. Karibuni nilikuwa naongea na mfanyabiashara mmoja Kariakoo, nikamuuliza, duka lako wewe taarifa zako unazitunzaje? Akasema mimi naandika kwenye daftari. Sasa mimi nikawa naona fursa hapo. Maana yake kijana anayejua teknolojia anaweza kaenda kamwambia, sasa huna haja ya kutumia daftari tena. Naweza nikakutengeneza programu ukaingiza kwenye simu yako taarifa zako za mauzo, ile store yako yote ikawa iko hapa. Hata kama ungekuwa umerudi kijijini kwenu, bado duka lako utaliona na utajua linaendeleaje. Sasa hizo ni fursa za kiuchumi za kiteknolojia. Inaongeza hata makusanyo ya kodi yenyewe. Unajua zamani namna ya kuhakikisha mtu amelipa kodi tungepaswa kutumia mbinu nyingi sana. Mimi nimekuwepo miaka ile mwishoni wakati rais mstaafu hayati Mkapa anaingia na inatolewa kodi ya kichwa. Tunakumbuka vizuri watu walikuwa wanatafutwa, wanasema manually, yani unamtafuta ili umuone. Lakini sasa teknolojia inafanya ukusanyaji wa kodi usiwe hivyo. Mimi na email humu zinanikumbusha, hata mtu nikifanya kibarua mahali, ile withholding tax inalipwa na mimi napata kwenye simu. Naona hiyo imelipwa. Maana yake inaongeza ufanisi katika eneo la kiuchumi. Tukitaka kuratibu vitu vifanyike kwa usahihi, teknolojia inaweza ikasaidia sana. Lakini tahadhari hapo ili twende, maana uliuliza swali, tunaendaje kwenye teknolojia kubwa za kushindana kimataifa? Ni lazima kwa kweli tuwekeze vya kutosha na tuwe na majukwaa ya kutosha ya vijana kushindana kwenye swala la teknolojia. Yani labda ningesema mfano, majira ya jioni au kila wiki tunaweza tukawa na kipindi cha mashindano cha vijana kushindana namna gani wanatumia teknolojia. Pengine ndio ubunifu tunaotakiwa kuibua. Mimi tunajipendelea hapa kwamba hata Azam tu mnaweza mkawa na programu kama hiyo inayoonyesha vijana wanafanya nini kwenye teknolojia huko, ili vijana waone yale matumizi chanya ya teknolojia. Kwa sababu matumizi hasi ni rahisi kuonekana na vijana wanayaona kwa haraka na yanasemwa zaidi. Ila yale matumizi chanya ambayo yangeweza kubadilisha maisha ya Watanzania maelfu. Fikiria Mark Zuckerberg. Mtu mmoja ameleta teknolojia ambayo imebadilisha namna tunavyowasiliana duniani. Sasa na sisi tunamhitaji wa kwetu hapa, sijui tutamuita nani, lakini tunamhitaji wa kwetu mwenye jina lake atakayetuletea teknolojia ambayo itarahisisha. Nikitaka kuuza mazao toka Iringa, toka Mbeya, toka wapi, iwe rahisi kwangu. Na inawezekana, manake sisi wakubwa inawezekana hatujafikiri vya kutosha, lakini vijana hawa wanaozaliwa na teknolojia wanaiona, wanaitumia, wanaweza wakaleta mapinduzi ya teknolojia yanayoweza kubadilisha
uchumi wa Tanzania tukafikia kwenye ule uchumi wa trilioni 1 ambao tunautafuta. Yes. Na, kuna jambo ambalo linazungumzwa pia kwamba licha ya ukuaji wa teknolojia lakini pia na wenyewe inaleta kutokuwa na usawa katika jamii yetu. Athari yake ni nini hasa kwa kundi hili kubwa la vijana wanapo kuwepo kwenye kitu ambacho wanaamini hiki ndicho kinaweza kikatutoa kikatufikisha sehemu fulani, lakini wanakumbana na hicho kigingi cha kutokuwepo kwa usawa? Ni sahihi sana kwamba teknolojia hata hapa Dar es Salaam tu wako watu wengine ambao hawawezi wakamudu gharama ya kuweka bando kwenye simu yake, na ana kimgahawa chake au kamgahawa kake kazuri, angetamani akatangaze kwa marafiki zake kupitia status za WhatsApp. Sijui Kiswahili kizuri cha status ni nini lakini angetamani azitangaze pale, lakini hana uwezo wa kufikia. Kwa hiyo ndio inayotengeneza kitu kwa Kiingereza tunaita digital divide, kwamba kuna kundi moja linapata teknolojia, kuna kundi jingine halipati. Kundi la vijana walioko vijijini na wenyewe wanatamani wangepata hivyo hivyo, wangeweza kusema kuhusu kilimo chake cha miti, kilimo chake cha kahawa, au namna alivyovuna viazi vingi. Angetamani aseme na atangaze ile biashara yake kuifikia masoko, lakini upatikanaji wa teknolojia kama internet haifiki pale, maana yake itakuwa changamoto. Nadhani ndio maana kwa upande wa serikali kuna ile miradi kama UCSAF, ule mfuko wa mawasiliano kwa wote. Nafikiri lengo lake ni hilo hasa. Maana yake tunapaswa tuwe kila kijana na uwezo wa kuifikia teknolojia. Tanzania tuna watumiaji zaidi ya milioni 20 wa teknolojia. Na kama tuna watumiaji zaidi ya milioni 20 na idadi kubwa lazima watakuwa ni vijana. Kwa nini watakuwa vijana? Kwa sababu taarifa zinaonyesha kwamba zaidi ya 70% kama sio 66 ya Watanzania ni chini ya umri wa miaka 35. Kwa hiyo haiwezekani kwamba hawa milioni 20 vijana wakawa wachache. Ni wengi. Sasa kama ni wengi, swala sio kuwa tuna mtandao wa simu. Swala ni huu mtandao wa simu tuna utumiaji. Kwa hiyo lazima swala la ujumuishi wa teknolojia liwe katika msingi wa utendaji kazi wa sekta mbalimbali ambazo zinatumia teknolojia kutoa huduma au kusaidia vijana kutatua tatizo la ajira. Nikiwa na maanisha kama shirika linatengeneza program, lazima lifikirie kwamba kuna vijana ambao hawana mtandao. Tutawasaidiaje? Lakini serikali iendelee kuwa na mawasiliano, kuwa na kuweza kupata teknolojia kwenye maeneo ya uwazi ya watu. Kwa mfano kwenye eneo la masoko kuna paswa kuwe na mtandao ambao sio lazima mtu alipie. Kuna kina mama mle, kuna vijana pale ambao hawana uwezo wao wa kusema anunue bando kila siku aweke. Sasa anapateje urahisi? Na hiyo tukumbuke kwamba kadiri hili gap la kiteknolojia linavyokuwepo ndivyo ambavyo kundi moja litakuwa na ushawishi juu ya kundi jingine. Kwa hiyo tutakuwa na kundi la vijana ambalo watajikuta wanapelekeshwa na hili kundi linalojua teknolojia, kwa sababu kundi hili halina taarifa za kutosha. Kwa sababu kuipata teknolojia inamaanisha una taarifa za kutosha, unapata taarifa zaidi. Sasa hili kundi ambalo halina taarifa za kutosha ndio kundi ambalo tunaweza tukajikuta tunaliacha nyuma, lakini vile vile linaenda lisikojua linaenda wapi, kwa sababu teknolojia haijatumika vizuri. Vijijini isiwe ajabu Tanzania pengine tunaweza tukawa wa kwanza kuhakikisha kuna baadhi ya vijiji kuna mtandao unaopatikana bure. Na inawezekana serikali kaangalia utaratibu huo. Kama tunajua kijiji hiki kina uzalishaji mkubwa wa vitunguu, kuna wakulima wengi hapa wa nyanya, kwa nini tusiweke mtandao uwe bure, ili akimaliza kulima nyanya zake aweze kutoa hamasa kwamba sokoni tayari nyanya ziko tayari. Lakini vile vile itakuwa ni hamasa kwa sababu na yeye teknolojia imetengeneza mfumo wa maisha, lifestyle fulani ambayo mtu anataka akienda kupanda tuone, akienda kufanya hivi tuone, ambayo itafanya vijana wengi zaidi pengine wapende kilimo na waende kwenye kilimo, na hiyo itafanya uchumi wa taifa ukue zaidi. Lakini sio tu waende kwenye kilimo, itafanya watu wengi wafikirie ubunifu kwamba mimi nafanya nini na hizi nyanya, nizisage, nizifanyeje ili nitengeneze kitu. Lakini sasa kuna kijana mwenye ubunifu hapa Dar es Salaam, lakini hajui malighafi aitoe wapi. Na kuna kijana mwenye malighafi yuko Kigoma, lakini hajui malighafi aipeleke wapi, soko hajaliona. Na kijana wa Dar es Salaam hajaiona ile malighafi iliyoko Kigoma, tangawizi kwa mfano, kwa sababu yeye hana mtandao yule aliyeko Kigoma. Kwa hiyo yule Kigoma amejifungia. Kwa hiyo lazima mtandao unasaidia kufungua Tanzania. Kama ambavyo tulijenga mtandao wa barabara kuhakikisha Tanzania inaunganika, lazima mfumo wa mawasiliano pia utanuke, kwa sababu na wenyewe unaunganisha na kuifungua Tanzania. Tunaelekea sasa kesho, siku ambayo ndio kama kilele chenyewe cha dunia kuadhimisha hii siku ya
ya vijana Yes. Wakati ambako tumeona moja ya jambo linalopigiwa kelele kwa sasa ni teknolojia. Vijana sasa wanapaswa kukumbatia vipi hii teknolojia ili waone faida zake, ziwapeleke, tumezungumzia hapo swala la masoko, iwapeleke kwenye masoko, lakini pia hata nafasi ya serikali katika kuhakikisha kwamba haya yote anakwenda, kwa sababu serikali ni kama baba katika haya Ni kweli kabisa, mambo haya bila serikali kutekeleza wajibu wake wa kwanza kabisa wa kutoa uelekeo. Tuna dira ya 2050 imesema inataka uchumi wenye ushindani na kijana mwenye uwezo wa kushindana sokoni, mwenye uwezo wa kutosha. Teknolojia inaweza kuwa ni msingi mzuri sana wa kuhakikisha kwamba vijana wanakuwa sehemu. Na sasa serikali inaweza kufanya nini? Cha kwanza ni kuwa na sera ambazo zinaeleweka na vijana. Unajua mara nyingi tunaweza tukawa na sera lakini sera ambazo wataalamu wanazielewa, lakini katika uhalisia kijana mwenyewe haelewi inamhusu vipi. Okay. Kwa hiyo lazima kuwe na sera ambayo imetambua vijana katika makundi yake kuhusiana na teknolojia, kwamba kundi la wakulima, la vijana ambao ni wakulima, linahitaji teknolojia ipi na linahitaji usaidizi wa aina gani. Kundi la vijana walio vyuo vikuu linahitaji teknolojia ipi na wanahitaji usaidizi wa aina gani, ili zile tunaita intervention, zile program au shughuli ambazo zinafanyika kwa ajili ya haya makundi zifanyike shughuli ambazo zina mwitikio kwao. Mara nyingi sana tumekuja na program au na mikakati ambayo ni mizuri sana, unakuta kwa kundi moja alafu kundi jingine linaachwa. Kwa hiyo hii ni muhimu tuje na hizo programu ambazo kwa kila kundi lipate shughuli au vitu ambavyo kwake vina mwitikio sahihi. Alafu jambo la pili, sasa tunaenda kwa vijana wenyewe. Lazima ni muhimu sana waangalie fursa zilizopo. Okay. Dunia sasa sio dunia ya kusubiri. Ni dunia ambayo inahitaji mtu anayekimbia, na teknolojia inakimbia haraka zaidi kiasi kwamba wewe ukizubaa tu siku moja teknolojia itakuwa ishaenda mbele. Alafu lazima vijana wagundue kwamba umri wake wa ujana ni umri wa kujifunza kirahisi. Okay. Na kama ukipita hauwezi ukaurudisha. Yaani moja ya kitu pekee ambacho Mungu ametupa wanadamu ni kwamba muda hauwezi ukaweka benki. Hauwezi kuweka benki. Unajua pesa ukitafuta unaweza kuweka benki ikaongezeka. Muda hauwezi ukaweka benki ukaongezeka. Kitu pekee unaweza kufanya ni kuhakikisha unafanya jambo sahihi kwa wakati huo. Kwa hiyo vijana lazima wajue kwamba huu ni wakati wao na huu ni wakati wao. Mimi naondoka kwenye ujana sasa, nabaki kuwa mtaalamu tu wa masuala ya vijana. Lakini kusema ukweli, ninakumbuka nyakati ambazo ningejifunza zaidi. Japokuwa bado niko kwenye ujana, lakini naona kuna vitu ningeweza kujifunza zaidi. Na bila shaka na wewe ndugu yangu mtangazaji, kuna vitu ambavyo unavikumbuka kwamba ungejifunza zaidi. Kwa hiyo ni lazima hilo. Lakini vile vile watambue kwamba dunia, kwa sababu ya teknolojia, Tanzania haiko kisiwani. Bila teknolojia Tanzania inaweza kuwa kisiwani, kwa sababu tutasubiri mtu asafiri aende akarudi. Kwa hiyo nafasi za ajira, nafasi za kibiashara hazimsubiri yeye aamke. Dunia wanaziona. Mimi usiponiletea saa Tanzania, nitatafuta soko la nje saa ilipo, nitatumiwa, itafika mlangoni kwangu, na nitalipa, itafika mlangoni kwangu. Kwa hiyo sasa mimi na kijana lazima nifikirie ninashindanaje kwenye hayo mazingira. Lakini vijana lazima wafikiri namna ya kuinua vijana wenzao. Okay. Wasisubiri tu kwamba lazima kila mtu ainuliwe na mtu fulani. Kama wewe kijana umebahatika kwenda shule, ukasoma na umeijua teknolojia, unamsaidiaje kijana aliyeko kijijini kwako anayelima mbaazi kuhakikisha mbaazi zake zinafika sokoni? Kwa hiyo inawezekana vijana tukifanya hivyo, tukaleta hiyo, tukafikia kwenye mahali ambapo tunahitajika. Unajua nyumbani kwako, mimi najua mtoto wako yule anayeweza kufanya vitu vingi vya kiteknolojia, unakuwa unamhitaji. Kwa hiyo ili vijana tuhitajike kwenye jamii, ni lazima tutumie teknolojia kwa namna chanya inayoleta tija, ili watu waone kwamba ili hili liende tunamhitaji Ocheki. Kwa nini? Kwa sababu anajua hizi taarifa atazichakata vipi haraka. Wao wangepaswa wachakate miezi mitatu. Mimi kijana anayejua teknolojia nitachakata ndani ya masaa machache na ripoti imetoka. Kwa hiyo nitahitajika zaidi. Na hata vijana ambao kwenye nafasi za umma waingize matumizi ya teknolojia. Itarahisisha kutoa huduma kwa vijana wenzao, lakini itatengeneza ajira zaidi. Na inaleta teknolojia pia inaongeza swala la ubora wa huduma zenyewe zinazotolewa. Hakika.
Ocheki Msuva, nikushukuru sana. Na mimi nakushukuru sana ndugu yangu. Naam, nimekuwa naye Ocheki Msuva, mkurugenzi wa shirika la Bridge for Change. Tulikuwa tukiangazia namna ambavyo teknolojia inatakikana kutumika vipi kwa vijana wa leo kuelekea maadhimisho ya siku ya vijana duniani ambayo itafanyika kesho, lakini leo kulikuwa na kongamano maalum pale Dodoma ambalo pamoja na mambo mengine iliangazia zaidi namna ambavyo teknolojia inafaa kutumika sahihi kwa vijana ili kuweza kuwaondoa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine na kuongezea tija kwenye utendaji wao. Nukta hiyo inafikisha tamati ya Uchanganuzi. Naitwa Nurdin Selemani, kutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea na usiku mwema. Kwaheri.